Wanalindi kama wanaushirika tumeguswa na huu msingi namba 7 kwa kuijali jamii kwa kufika hapa kwenye eneo hili la kambi la magereza mkoa wa Lindi kwa kuwagusa ndugu zetu. Tunajua wametoka eneo tofauti, wengine wametoka hata nje ya mkoa wetu. Kwa hiyo tumeona namna gani ya kuwasaidia kwa hivi vifaa ambavyo ametangulia kuvisema mrajisi wetu, lakini pia na wao wasijikute kwamba kuja kwa hapa kama ni kutengwa na jamii. Na ndio maana sisi tumeguswa kwamba bado tunajua kwamba hawa ni ndugu zetu, tunao karibu kabisa, na tutaendelea kushirikiana nao. Wakirudi manake tayari watakuwa kwenye vyama vyetu vya ushirika, kwa hiyo na wao waujue maana ya ushirika ni nini. Hivi tumekuja hapa magereza kwa ajili ya kutekeleza msingi wa 7 wa ushirika. Hapa magereza tumeweza kukutana na kiongozi wetu wa gereza letu la hapa Lindi, ndugu yetu Mwenda, na tumeweza kumkabidhi vitu vifuatavyo. Tumekabidhi sabuni za unga katoni mifuko 6, lakini tukakabidhi nyembe katoni 1, lakini tumekabidhi mafuta ya kupaka katoni 1, lakini sabuni ya vipande boksi 1. Vitu hivi mkuu wa gereza ameshukuru sana, na hata wenzetu hawa ambao wamekwenda kuvipokea wameshukuru sana, na huu ndio umekuwa utaratibu wetu kwa ushirika. Kwa hiyo tumeona tutekeleze msingi wetu wa 7, kile tunachopata tukirudishe kwa jamii. Nimepokea ugeni kutoka vyama vya ushirika kwenye lengo moja la kuweza kutoa msaada mkubwa katika gereza letu la Lindi kwa ajili ya wafungwa na mahabusu. Ni tukio ambalo kwa kweli ni la faraja kubwa, kwa sababu wenzetu wa ushirika wametambua katika misingi yao yote msingi wa 7 unawezesha waweze kutoa huduma mbalimbali kwa taasisi mbalimbali ambazo zina mahitaji. Kwa hiyo siku ya leo nafikiri wameguswa waweze kuhudhuria au kufika katika eneo hili la magereza na kukidhi ile haja ya msingi wa 7 kwa kuweza kutoa misaada kama alivyosema ndugu yangu Mdoe. Kwa unyenyekevu mkubwa napenda kutoa shukrani kwa ajili ya msaada mkubwa, japo nyinyi mnaita ni mdogo, lakini kwetu si mkubwa sana, ambao unaweza kutusaidia pia kurithisha hao ambao wanaopokea. Wanajua kwamba kuna vyama vya ushirika ambavyo vinawafikiria japo hapo ndani, ili mara watokapo ndani au hapo uraiani wanakuwa na misingi mizuri kabisa ya kujua ya kwamba kutafuta hivyo vyama vya ushirika kwamba nao wao washiriki. Kwa hiyo hili lilofanyika leo ni jambo kubwa, na maana pia wanapata wanachama sasa waliomo ndani, baada ya vyama vya siasa au nini, wanajua kwamba 2 au 3 wanapotoka watauliza vyama vya ushirika viko wapi. Wakiuliza vyama vya ushirika viko wapi, na maana mtakuwa mmepata wanachama wengine kujiunga katika vyama vya ushirika, na vyama vya ushirika vitadumu na kuendelea kufanya wajibu wao kama ilivyo kawaida. Basi isiwe kwetu tu.